Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma, ifuatayo ni taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni mimi Zinazile Mswima. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atangaza baraza jipya la mawaziri likiwa na wizara 27. Takribani watu 32 wamefariki katika ajali ya daraja la mgodi wa Kongo. Na katika michezo, Simba watangaza viingilio mechi ya Jumapili ligi ya mabingwa. Hujambo mtazamaji, karibu katika ulimwengu wa habari. Hii ni Sky TV. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza la mawaziri huku akiweka kando baadhi ya mawaziri waliokuwamo kwenye baraza lililopita. Ibrahim Toshi ana undani wa taarifa hiyo. Baraza hilo amelitangaza leo Jumatatu Novemba 17, 2025 Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, likiwa na wizara 27, ongezeko ya wizara moja kutoka baraza lililokuwa na wizara 26. Lakini niseme tu kwa ujumla kwamba wizara zetu, kama nilivyosema juzi ikiwa na hutubia bunge, kwamba tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu. Sasa orodha kamili ya mawaziri katika wizara hizo 27 itakuwa kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, waziri atakuwa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete na naibu wake waziri ni Mheshimiwa Regina Ndege Kwarai. Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, atakuwa Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo na naibu waziri wake ni Mheshimiwa Pius Steven Chaya. Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, atakuwa Mheshimiwa Joel Athana Nauka. Hana naibu waziri kwa sababu atakuwa chini ya ofisi ya Rais, atakuwa na wasaidizi wengi. Ofisi ya Makamo wa Rais, Muungano na Mazingira, atakuwa Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni akisaidiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Festo John Dugange. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, waziri Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi na naibu waziri wake ni Mheshimiwa Umi Hamis Nderiananga. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, waziri atakuwa Mheshimiwa Juice Clement Sangu na naibu waziri ni Mheshimiwa Rahma Riyadh Kisuo. Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, tawala za mikoa ilikuwa chini ya ofisi ya Rais, lakini kwa sababu waziri mkuu ndio msimamizi wa shughuli zote za serikali, tumeirudisha kwa waziri mkuu. Kwa Mheshimiwa waziri atakuwa Mheshimiwa Profesa Riziki Silas Shemdoe na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Ruben Nhamanilo Kwagilwa, atashughulika na elimu, na kwa upande wa afya ni Mheshimiwa Dr. Jafar Rajab Saif. Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Laurent Deogracius Luswetula na Mheshimiwa naibu waziri, kutakuwa na manaibu waziri wawili, Mheshimiwa Mshamu Ali Munde. Nataka niwatakie kila laheri katika ufanyaji wa kazi zao, na wote tutaapisha kesho asubuhi kama taarifa itakavyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi. Asanteni sana. Haya.
Walioachwa na wizara zao walizoziongoza kwenye baraza lililopita ni aliyekuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, Hussein Bashe wizara ya kilimo, Innocent Bashungwa wizara ya mambo ya ndani, Jenista Mhagama wizara ya afya, Dr. Suleiman Jafo viwanda na biashara, Dr. Pindi Chana maliasili na utalii, na Dr. Damas Ndumbalo wizara ya katiba na sheria. Mimi ni Ibrahim Jamali, Sky TV Dodoma. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya imeahidi kuendelea kushirikiana na taasisi kutoka nchi za Afrika ikiwemo shirika la msaada wa kiufundi la Nigeria NTAC kwa lengo la kupata wataalamu kutokomeza ufanisi wa kiutendaji katika sekta ya afya nchini. Sofia Daudi anasimulizi zaidi. Akizungumza baada ya kumaliza kikao kazi kilichowakutanisha viongozi wa Wizara ya Afya na ujumbe kutoka nchini Nigeria uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo pamoja na viongozi wa shirika la utekelezaji wa makubaliano yaliyopo baina ya pande hizo mbili katika kushirikiana kuimarisha sekta ya afya kwa upande wa uzalishaji wa wataalamu bingwa nchini. Katibu mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mzengera Mzee Miraji amesema makubaliano hayo yamehusisha wataalamu 35 wa kanda ya afya walioletwa nchini kutoka Nigeria kupitia shirika la msaada wa kiufundi la nchi hiyo, wakiwemo madaktari na madaktari bingwa pamoja na wauguzi bingwa ambao wamepangwa kugawanywa katika hospitali na vituo vya afya. Na kikubwa tumekuwa tukifanya tathmini ya utekelezaji wa MOU, Memorandum of Understanding, baina ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya na Nigeria. Tumekuwa na MOU kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ambao MOU imejumuisha wataalamu 35 wa kada ya afya ikiwemo madaktari na madaktari bingwa na manesi na manesi bingwa. Na katika hawa tunapanga kuwagawanya katika hospitali mbalimbali za hapa Unguja na Pemba. Na hii ni dhamira ya serikali kuhakikisha kama tunaboresha huduma za afya kutoka kuwa na wataalamu wa kawaida wa afya, lakini tuna wataalamu ambao wamebobea. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwanza wenzetu hawa wa Nigeria, na tumeziwasilisha shukrani hizo kwa Mheshimiwa Waziri wao wa mambo ya nchi za nje Bi Bianca, lakini vile vile tumekubaliana kufungua chapter nyingine ambayo tumeona kwetu kwa Zanzibar ina umuhimu, swala zima la tafiti. Akitoa ufafanuzi juu ya wataalamu hao, mkurugenzi mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Amur Suleiman Mohamed amesema timu hiyo ya madaktari imehusishwa madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo, mgongo pamoja na macho, sambamba na wauguzi bingwa ambao kwa sasa wapo katika hospitali mbalimbali za wilaya. Kwa hiyo mnamo mwezi wa Mei mwaka huu, Wizara ya Afya tumepokea wataalamu kutoka nchi ya Nigeria ambao ndani yake kuna madaktari pamoja na wauguzi. Madaktari hao wamo madaktari bingwa wakiwemo madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mgongo, lakini kuna madaktari bingwa wa general surgery, pia kuna madaktari bingwa wa mambo ya macho na wengine, lakini pia tuna wauguzi bingwa. Na wataalamu hawa tumewapeleka kwenye hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya Kitogani na hospitali ya Morapongwe za wilaya, na wanaendelea kufanya kazi katika maeneo hayo kutoa huduma kwa wananchi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Anok amesema serikali ya Nigeria imeonyesha dhamira ya kuendeleza ushirikiano huo unaoendana na dhamira ya nchi hiyo kupitia shirika la msaada wa kiufundi ya kupeleka wataalamu wa afya katika nchi mbalimbali ikiwemo Angola, Gleda, Ethiopia, Somalia, Jamaica pamoja na Trinidad. I want to convey on behalf of our government our commitment to ensuring that this is a better experience, our commitment to the development of the medical sector here in Tanzania, and the medical sector that is undergoing a revolutionary transformation. And this, in no small way, is something that Africa, as a continent, should be very, very proud of.
Sofia Daudi, Sky TV. Tukitoka kule Zanzibar turejee mkoani Dodoma. Mtaalamu wa uchumi Edward Mlowo ametoa rai kwa jamii kuzidi kutoa elimu kwa vijana na kuwezeshwa kiuchumi kupata mitaji ili waweze kujiajiri wenyewe, kwa kuwa serikali ina mpango maalum wa kuwakomboa kiuchumi. Mendi Joseph na undani wa taarifa hiyo. Ni baada ya kuanzishwa kwa Wizara ya Vijana itakayoshughulikia masuala ya vijana ili kuondokana na tatizo la ajira. Mtaalamu wa uchumi Edward Mlowo ameeleza kuwa hii itasaidia kuongeza idadi ya walipa kodi na vijana kujikita zaidi katika shughuli za kukuza uchumi, ambayo itakuwa inajitegemea ili kuhakikisha kwamba vijana wakiwa ni watu muhimu sana katika taifa wanaweza kuangaliwa vizuri na kusonga mbele kiuchumi. Na tunafahamu vijana ndio wengi katika population yetu ya nchi. Kwa hivyo ni eneo muhimu sana kulichukulia umaalumu wake ili kuweza kuhakikisha taifa letu linaendelea. Lakini sio hivyo tu, pia kutakuwa na mpango maalum wa kuhakikisha vijana wanawezeshwa kiuchumi. Kwa hivyo lazima kama nchi kuwa na mipango mingine ya kuhakikisha vijana wanaweza kujiwezesha katika maisha yao, kuweza kupata mitaji, kuanzisha biashara ambazo zitawasaidia kujiajiri wenyewe. Elimu ambayo itasaidia vijana waweze kuelewa na kujua kwamba kumbe kuna fursa hizi na hizi na hizi, kwa sababu fursa zinatafutwa. Kwa hiyo lazima tuwasaidie vijana kuhakikisha tunatoa elimu mbalimbali katika maeneo yetu ya kawaida kabisa. Yako maeneo ya nyumba za ibada, tufanye mafunzo vijana wetu pale waelewe. Vijana wakae mkao kula. Unajua wanasema bahati ipo, lakini ili upate hiyo bahati lazima ujiposition ili bahati ikudondoke. Huwezi kuwa umelala nyumbani usingizi unategemea kuna bahati itakuja. Wakati unajishughulisha, unapambana, unauliza, unasoma kujua kuna pesa, kuna mitaji, hiyo mitaji inapatikana vipi, ni lazima ujishughulishe, lazima upambane kupata hizo nafasi na kuona. Miongoni mwa vijana kutoka jijini Dodoma wameshukuru serikali kwa kuanzisha wizara hiyo kwa kuwa itawaletea fursa mbalimbali za kiuchumi. Moja, kwa kuandaa wizara mahususi ambayo itakwenda kudili na changamoto za vijana. Hili ni jambo la kipekee sana, ukizingatia 60% ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo ameamua kuwapa wizara yao ili vijana changamoto zao zote ziweze kufanywa kazi na ziweze kupatiwa ufumbuzi. Italeta chachu kwa sisi kama vijana kupitia uanzishwaji wa wizara ya vijana ambayo itakuwa inahusika na masuala ya vijana tu. Hiyo hapo tenda kuinua chachu kwa upande wa ajira, lakini fursa mbalimbali. Lakini si hivyo tu, mambo mengi sana ambayo sisi kama vijana tulikuwa tunajiuliza tutasemea wapi. Kupitia hiyo wizara basi tunaweza tukajadili mengi, na ni matumaini yangu kupitia hiyo wizara tunaenda pia kupata baraza la vijana ambalo mara nyingi tumekuwa tukiliongelea kwamba sisi kama vijana tuwe na baraza letu la vijana ambalo tutakuwa tunaongelea mambo mbalimbali pasipo kuzingatia masuala ya vyama. Tutakutana, tutajadili mambo mtambuka, hususan masuala sayansi na teknolojia, lakini pia kuna mambo mengi kwa sasa ambayo sisi kama vijana tunatakiwa tuyajadili, kama masuala ya uzalendo kwa taifa letu. Kuna masuala malezi ya vijana ambayo ni muhimu sana katika mustakabali mzima wa ujenzi wa taifa letu. Mapema leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Joel Nanauka kuwa waziri wa vijana na hatakuwa na naibu waziri kwa sasa, kwa kuwa wizara hiyo ipo chini ya ofisi ya rais na watakuwepo wa kumsaidia. Mendi Joseph, Sky TV, Dodoma. Asante Mendi Joseph kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Maafisa usafirishaji Arusha wasisitizwa kulinda amani.
Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV, mimi ni Zinazire Mswima. Maafisa usafirishaji hususan wanaohudumu kupitia bajaji na pikipiki jijini Arusha wametaka madereva wa vyombo hivyo kuendelea na shughuli zao za kila siku za utafutaji riziki kwa kuachana na mienendo inayoweza kuhatarisha amani ya nchi. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. Maafisa hao wamesema kuwa muda wote ambao walilazimika kusitisha shughuli zao na kukaa nyumbani pasipo kufanya kitu chochote walirudishwa nyuma kiuchumi, huku bei za bidhaa muhimu zikiongezeka maradufu. Wakizungumza na Sky TV, maafisa hao pamoja na wasafirishaji wamebainisha kuwa mafanikio ya shughuli zao yanategemea utulivu wa nchi na wanawataka madereva kutanguliza busara na kuepuka kushiriki katika vitendo vinavyoweza kuvuruga amani ya nchi. Kwa pamoja tunatoa tamko rasmi kwa maafisa usafirishaji, bodaboda, bajaji jiji la Arusha kutojihusisha na vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, kwa kuwa jiji letu ni jiji la kitalii. Tuendelee na majukumu yetu ya kila siku ya kutafuta riziki zetu za halali. Zaidi tunawaasa maafisa usafirishaji wote kuendelea kuheshimu sheria, kanuni, taratibu za nchi yetu. Sisi viongozi wa bodaboda na bajaji jiji la Arusha tunaungana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa pole kwa wale wote walioathirika kwa namna moja ama nyingine kutokana na vurugu zilizotokea siku hiyo ya tarehe 29/20/25. Uvunjifu huu wa amani umeathiri kwa kiasi kikubwa sana kazi yetu sisi maafisa usafirishaji jiji la Arusha, kwa sababu kwanza tulikaa nyumbani kwa muda wa siku zilizopungua 7 na kuendelea. Kwa huo muda ambao tumekaa nyumbani kwa kiasi kikubwa sana, bidhaa za kawaida zilipanda bei, katika hali ambayo inasikitisha. Nyanya moja iliuzwa shilingi 1000, kitunguu kimoja kiliuzwa shilingi 1000, haijawahi kutokea. Lakini yote hayo ni madhara ya vurugu ambazo zilianzishwa na watu wachache. Kwa hiyo kuna kiasi kikubwa ambao tumeona kwamba kunao madhara makubwa ya vurugu, yapo madhara makubwa ya uvunjifu wa amani. Kuna umuhimu pia mkubwa sana wa kuendelea kuilinda amani tulionayo, amani ya nchi yetu, ili tuweze kufanya kazi kwa uhuru na kwa utulivu katika maeneo tulionayo. Watu tulikaa nyumbani, mafuta yalipanda bei, sheli zilifungwa. Hivyo tunalaani, tunaungana kama umoja wa maafisa usafirishaji ndani ya jiji la Arusha. Tunalaani vitendo vilivyofanywa na watu wachache na tunaiomba serikali, kwa sababu iliweza kutoa tamko bodaboda na bajaji ziweze kunyaga mjini. Ila tunashukuru serikali imeweza kutusikiliza sisi kama wadau na maafisa usafirishaji kwa pande zote mbili, bajaji na bodaboda. Tunaamini kwamba serikali iko kwa ajili yetu. Tunaamini kwamba tutaendelea kuungana, tutaiunga serikali mkono. Vijana wetu ambaye ni maafisa usafirishaji wa bajaji au wa bodaboda asijihusishe kwa namna moja au nyingine kuandaa vitu vya sura ya namna ile vilivyotokea tarehe 29, kwa sababu vitendo vile vilipelekea kuwa dhiki kubwa. Tulishuhudia si wenyewe tukikaa kwenye majumba yetu pasina chakula, na huku shughuli zetu za kila siku zikiwa hazifanyiki, mafuta kupelekea mpaka ukiyapata mafuta lita uipate kwa shilingi 10,000 mpaka 15, ambacho ni kitendo ambacho hakina afya katika nchi yetu, ni kitendo ambacho hakina uungwana hata kidogo kwa raia ambao wanaishi kwenye nchi ambayo ina amani. Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, tukitoka mkoani Arusha, mtazamaji, tuelekee mkoani Songwe. Serikali imetakiwa kuongeza vifaa pamoja na wataalamu wa kufundisha somo la amali ili kuongeza ushiriki wa wanafunzi sambamba na kutoa elimu kwa wazazi kuhusu umuhimu wa somo hayo. John Kiango kutoka mkoani Songwe ana undani wa taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na mkuu wa shule wa Sunrise iliyopo katika halmashauri ya wilaya Mbozi mkoani Songwe, ambaye amesema kuwa licha ya serikali kuboresha mtaala wa amali unaolenga kumjengea mwanafunzi ujuzi wa ziada, bado kuna changamoto katika utekelezaji wake, ikiwemo uhaba wa wataalamu pamoja na vifaa vya kufundishia. Masomo ya ufundi yanahitaji vifaa mbalimbali. Sasa moja ni gharama ya kuvipata hivyo vifaa, lakini pili hata upatikanaji imekuwa ni shida. Changamoto nyingine ya tatu ni wazazi. Bado wazazi hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na masomo hayo ya amali. Ukimchukua mzazi kwamba mtoto wako bwana ndio aache somo abezi na somo la ufundi, hakuelewi.
Kwa bado elimu ya wazazi kuhusiana mafunzo haya ya ufundi au ya amali uko chini sana. Bado vifaa vitendea kazi kwa maana ya vitabu, michapisho mbalimbali kuhusiana na yale masomo ambayo yameanzishwa bado ni shida. Kwa mfano tu kwa kidato cha 5 kuna somo la academic skills, academic communication. Sasa unakuta vitabu vyake viko vichache sana. Kwa hiyo bado tunaomba serikali itusaidie upatikanaji wa watumishi kwa maana wataalamu, lakini na vitendea kazi ili kwenda na dhamira njema ya serikali ya kuleta haya masomo hii yawe yasaidie taifa, lakini yasaidie wazazi na jamii yetu kwa ujumla. Amali kwa lugha nyepesi tuseme ni yale mafunzo ambayo tushazoea zamani yanafundishwa vyuo vya VETA, mafunzo ya ufundi. Leo hii hapa serikali imeamua ialete kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, na lengo ni kutaka kumfanya mwanafunzi anayehitimu elimu ngazi yote ya elimu awe na uwezo wa kujiajiri kwa baadaye, kutokana kwamba miaka hivi karibuni kidogo kunakuwa changamoto ya ajira. Baadhi ya wanafunzi wamesema kuwa ingawa mtaala huo ni mpya, wanaomba serikali kuongeza vifaa ili kuwezesha ufundishaji unaozingatia vitendo. Na masomo mengine yameongezeka kwa sababu ya mtaala kubadilika, kama vile masomo kama vile ufundi seremala na mengineyo, lakini bado hatujaanza kusoma kwa sababu vifaa bado havijapatikana. Ningependa kwa kuwa wameamua kuanzisha huu mtaala kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi ambao wataanza huu mtaala mpya, waongeze vifaa vitakavyowasaidia kuwafundisha kwa vitendo, ikiwemo vitabu, maabara pamoja na vifaa vya kilimo. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dar es Salaam wilaya Temeke imepiga hatua katika utoaji huduma za afya za kibingwa kufuatia uwekezaji uliofanywa na serikali na kutoa rai kwa wananchi kuendelea kuiamini na kuitumia. Nora Damian analipoti hiyo kwa kina. Mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Dr. Joseph Kimaro, amesema wameongeza huduma nyingi ikiwemo mtambo maalum wa kufanya upasuaji wa kutumia tundu na maboresho ya huduma za maabara ambayo yamepunguza msongamano hospitalini hapo. Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Temeke tumeongeza huduma nyingi sana na tumeboresha namna ambavyo tunatoa huduma. Kwa sasa hivi wateja wote wanaoenda kupata vipimo majibu yao yanarudi kwenye simu zao na kuelekezwa kwenda kwa madaktari. Kwa hiyo hii inaondoa ile changamoto ya kusema nasubiria majibu yake pale maabara. Kwa msongamano pale maabara tumeuondoa kabisa. Lakini tunaendelea na huduma zingine, huduma za kusafisha figo, huduma za upasuaji wa aina mbalimbali, na sasa tumeongeza mtambo maalum wa kufanya upasuaji wa kutumia tundu. Huu ni mtambo wa kipekee ambao kwa sasa tunao hapa Temeke, umeshafika, na kwa sasa hivi tumepeleka wataalamu wetu katika maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo tunatarajia mpaka ikifika mwezi wa 12 tutaanza kutoa huduma za laparoscopic surgery ambayo ni huduma ya kisasa kabisa na bora ambayo itamfanya mtu anafanywa upasuaji mkubwa na anapata nafuu ya mapema. Katika hospitali hiyo pia kuna huduma ya tiba ya asili kupitia dawa ambazo zimethibitishwa na Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMRI. Tuna huduma nzuri ya tiba asilia na tiba zetu zinafanya vizuri sana. Kuna kina mama waliokuwa na mauvimbe kwenye vizazi, yani uterine myoma, mwanzoni ilikuwa inafahamika lazima ufanywe upasuaji. Lakini sasa hapa zipo dawa ambazo zimethibitishwa na ziko chini ya NIMRI. Wakina mama hawa wamezitumia na wamepata nafuu. Tunaahirisha operation hizi, hatufanyi tena operation ya kuondoa myoma. Zipo dawa, kwa hiyo baadhi ya kina mama wanarespondi vizuri, wengine ambao wanarespondi vizuri basi tunaendelea na kufanya upasuaji. Lakini nitoe rai kwa Watanzania sasa kwamba waendelee kuitumia hospitali yao ya Rufaa Mkoa wa Temeke, waendelee kuiamini hospitali yao ya Rufaa Mkoa wa Temeke kwa kuwa serikali imewekeza
na kama hospitali tumewekeza na tunajua sisi kama jukumu letu ni kutoa huduma, na tuko tayari kuzitoa huduma kurejesha kwa kile serikali ambacho tayari imeshawekeza kwenye hospitali hii. Na tunaendelea kushukuru Wizara ya Afya kwa kazi kubwa ambayo inafanywa. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea moja kwa moja, mtazamaji, tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi siku hii ya leo, mtazamaji, ni takribani watu 32 wafariki katika ajali ya daraja la mgodi wa Kongo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. za kimataifa. Habari za kimataifa tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daraja katika mgodi wa Shaba na Cobalt kusini mashariki mwa Kongo lililoporomoka kutokana na msongamano wa watu na kusababisha vifo vya takribani watu 32, afisa wa serikali ya eneo hilo amesema jana Jumapili. Daraja katika mgodi wa Kalando huko Mulondo katika jimbo la Lualaba lilianguka Jumamosi. Roy Kaumba Mayonde, waziri wa mambo ya ndani wa jimbo hilo, amesema wakati wa mkutano na waandishi wa habari.
Ripoti ya shirika la usaidizi na mwongozo wa huduma ya usaidizi wa wachimbaji madini na wadogo wa Kongo siku ya Jumapili ilisema milio ya risasi kutoka kwa askari katika eneo hilo ilizua taharuki miongoni mwa wachimba migodi waliokimbilia kwenye daraja na kusababisha kuanguka na kuacha kurundikana juu ya kila mmoja na kusababisha vifo na majeruhi. Kuwepo kwa askari kwenye mgodi huo kwa muda mrefu kumekuwa kitovu cha mzozo kati ya wachimbaji, chama cha ushirika kilichopangwa kuandaa shughuli na waendeshaji wa kisheria wa eneo hilo, ripoti hiyo imeongeza. Kongo ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa cobalt duniani, madini yanayotumika kutengenezea betri za lithium kwa magari ya umeme na bidhaa zingine, huku kampuni za China zikidhibiti 80% ya uzalishaji katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuzuia hatua yoyote itakayopelekea kuundwa kwa dola la Palestina. Netanyahu ameyasema hayo wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likipinga kupigia kura azimio la Marekani kuhusu Gaza linalotoa nafasi ya mamlaka ya Palestina kupata uhuru wake. Netanyahu mara zote amekuwa akisisitiza kuwa kuundwa kwa dola la Palestina ni sawa na kulizawadia kundi la Hamas, akidai hilo litatanua nguvu za kundi hilo na udhibiti wake karibu na mipaka ya Israeli. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupigia kura azimio hilo linalopendekeza uwepo wa kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu ukanda wa Gaza kinachoratibiwa na Marekani licha ya pingamizi kutoka Urusi, China na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Hamas na makundi mengine ya Palestina yameonya kuhusu azimio hilo la Marekani, wakisema nchi hiyo inataka kuweka mipango katika ukanda huo ambayo wanadai yatakuwa yanaipendelea Israeli na kuwanyima wa Palestina haki ya kuendesha mambo yao wenyewe. Na hatimaye waziri wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbeil amesema kunapaswa kuwa na mikakati sawa linapokuja swala la ushindani wa biashara na China. Akizungumza katika mkutano wa mataifa hayo mawili mjini Beijing, Klingbeil amesema Ujerumani na China pamoja zinaweza kuwa na majibu ya changamoto zinazowakabili. Waziri huyo wa fedha ndio mwakilishi wa kwanza wa serikali ya muungano Ujerumani kuitembelea China, huku Berlin ikipitia shinikizo la kuonesha inaweza kushughulikia sera ya China huku kukiwa na pengo kubwa la kibiashara. Makampuni ya Ujerumani yamechangia ukuaji na uwekezaji katika sekta ya teknolojia na uhandisi nchini China. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Piusi Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa kuelekea viwanjani kuangazia yaliyojili katika viwanja. Tungane naye Lai Saidi kwa undani wa taarifa nyingi kutoka viwanjani. Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Langu jina Lai Saidi. Tukianzia hapa nyumbani ambapo meneja wa mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumzia maandalizi ya klabu hiyo katika kuelekea mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba Jumapili ya Novemba 23 watavaana dhidi ya Petro Atletico de Luanda kutokea nchini Angola, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 jioni katika dimba la Benjamin Mkapa. Ahmed Ali pia amesema viingilio vya mchezo huo kwa tiketi za mzunguko ni shilingi 5,000, shilingi 10,000 kwa VIP C, shilingi 20,000 kwa VIP B na shilingi 30,000 kwa VIP A, wakati tiketi za Platinum ni shilingi 150,000 huku zile za Tanzanite zikiuzwa kwa shilingi 250,000. Kwenda kuanza msimu wetu wa 7 wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF, na ni msimu wetu wa 5 wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawa sawa ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage 5 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo. Na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage 5, sisi tutakuwa na 8. Wakifikia 8, sisi tutakuwa na 11. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba kuwa na mafanikio haya ya mfululizo ya kucheza mara 5 hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo finali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu, kundi B. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo finali inshallah. Kutokana na umuhimu wa mchezo huu, kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu, ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo muhimu kweli kweli ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu, tukachukue alama 3. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure.
hiyo mmegoma bure. Hamtaki bure. Basi sawa, kama hamtaki bure, tutangaze viingilio. Tanzanite, tiketi za Tanzanite bei yake ni shilingi 2,250,000. Ukinunua tiketi ya Platinum unapata jezi mpya. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imetangaza maboresho ya ratiba ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ambapo Novemba 21 mwaka huu zitapigwa mechi mbili. Kwa mujibu wa TLB, Novemba 21 KMC itaikaribisha JKT Tanzania katika dimba la KMC Complex, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni. Na baadaye Namungo FC watawakaribisha Dodoma Jiji ambapo mchezo huo utachezwa saa 1 usiku. Kwa upande wa Kariakoo Derby, Yanga Sport Club itaikaribisha Simba Sport Club Machi mosi mwaka 2026 katika dimba la Benjamin Mkapa, na kisha timu hizo kukutana tena Mei 3 mwaka 2026 ambapo Simba itaikaribisha Yanga. Awali mchezo huo ulipangwa kuchezwa Disemba 13 mwaka huu, sasa umesogezwa mbele hadi Machi mosi mwakani, huku ule mchezo wa mzunguko wa pili ukichezwa Mei 3 kwa mwaka 2026. Mabadiliko hayo yanatokana na sababu mbalimbali ikiwemo matukio ya kitaifa, mechi za kimataifa, na aidha bodi ya ligi imethibitisha kuwa mchezo wa Mzizima Derby ambao utakutanisha Simba Sport Club dhidi ya Azam FC utaendelea kuchezwa Disemba 6 mwaka huu ambapo itakuwa ni saa 12:30 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kama sehemu ya ratiba iliyoboreshwa. Kwingineko ni kuhusiana na timu ya soka kwa upande wa veterani kutokea hapa Dodoma maarufu Gogo Friends inayounganishwa na mchezaji wa zamani Yusufu Gogo aliyekipiga katika timu ya tofauti za ligi kuu pamoja na daraja la kwanza ikiwemo Azam FC. Imetamba katika michezo mitatu ya Bonanza lililoshirikisha timu 4 mkoani Iringa na kuchukua alama zote 3. Katika mchezo wa kwanza Gogo FC walitakiwa kucheza na Iringa All Stars, lakini mchezo huo ulishindwa kufanyika baada ya All Stars kuweka mpira kwa pani kwa kushindwa kutokea uwanjani. Mwanamichezo wetu Ibrahim Jamal anatujuza taarifa hii. Katika mchezo wa kwanza Gogo Friends walitakiwa kucheza dhidi ya Iringa All Stars, lakini mchezo huo haukufanyika baada ya All Stars kuweka mpira kwa pani na kutokea katika uwanja wa Mkwawa kwa ajili ya mchezo huo. Hatimaye wakili Veterans waliingia uwanjani kucheza na Gogo Friends ya Dodoma na kuambulia kichapo cha mabao 3-0, mabao ya Gogo Friends yakifungwa na Yusuf Gogo, Suleiman Magawa na Bull Striker Buhari. Mchezo wa pili ulizokutanisha BBC Veterans dhidi ya Gogo Friends na BBC kukubali kichapo cha bao 2-0, magoli yakiwekwa kambani na Suleiman Magawa na Engineer Zimba. Mchezo wa mwisho ulitamatika kwa Mkwawa Veterans kukubali kichapo cha bao 2-1 kutoka kwa wanasoka hao wa Gogo Friends, hivyo Gogo Friends kurejesha pointi 9 jijini Dodoma. Sky TV ikapata wasaa wa kuzungumza na viongozi wa timu hizo. Kwa majina naitwa Walter Talimo, ni katibu wa BBC Veterans kutoka Iringa. Kuhusu mchezo, tumepoteza kwa goli 2-0. Mechi ilikuwa nzuri. Kwanza nawapongeza Gogo Friends, wako vizuri sana. Nimejifunza mengi kupitia mchezo huu. Sawa, na baada ya kupoteza mchezo huo kwa goli 2-0, yapi ambayo ni matarajio yenu katika mchezo wa marudiano mtakapokuja pale Dodoma? Matarajio, mimi naona tujipange, tufanye mazoezi, tujue makosa tuliyoyafanya siku ya leo, tubadilike mechi inayokuja tulipe kisasi huko Dodoma. Kwa jina naitwa Hamad Lwambano, mwenyekiti wa mkoa wa Veteran. Nimefurahishwa na ujio wa timu yetu ya kutoka Dodoma ambayo inaitwa Gogo. Tumeona kwamba mchezo wao ni mzuri na unafurahisha na umetupa changamoto, sababu katika history kidogo kati ya Gogo na mkoa wa Veteran sisi tunaona kwamba sisi tumeanza 2013. Kwa hiyo tukisikia Dodoma tunamaanisha kwamba tunakutana Dodoma Veterans, na sisi idea kubwa tuliipata kutoka Dodoma Veterans kuanzisha klabu ya mkoa wa Veterans. Kwa hiyo na leo tumeona changamoto nzuri, wanacheza mpira mzuri na tumefurahia, na kidogo tumepoteza lakini tumewapa changamoto kuonyesha kwamba sisi ni wakongwe
lakini kwa bahati mbaya mistake zimetokea. Katika mpira ni kitu cha kawaida, wakashinda goli 2-1, lakini nafikiri goli letu wao wameliona kwamba jamani wazoefu, lakini tumefurahishwa na ugeni na ujio wao na mpira wao na ile cooperation zao zilivyokuwa zikifanyika. Tumeona benchi lao la ufundi linavyo cooperate na viongozi wao, tumeangalia, lakini sisi hivi vyote tunaona tumevifurahia na tunavipenda vitu kama hivyo, na tutaendelea, na sisi siku moja tutakwenda Dodoma sababu kule sisi si wageni. Hali ya timu ya Gogo Flats kutoka Dodoma, hali ipo vizuri na timu ipo vizuri kupita maelezo. Lengo kubwa kutengeneza mahusiano na kutengeneza afya, lakini vile vile pamoja na kutengeneza afya na mahusiano, lengo kubwa tutakiwa lazima tushinde mechi zote 3. Kweli jana tulicheza mechi 2 mfululizo na wengi walitegemea kwamba leo tungepoteza, lakini kutokana na kikosi kipana ambacho tunacho sisi kama Gogo Friends na matarajio yetu makubwa, michezo yote inayofuata mbele yetu tuweze kushinda michezo yote. Niseme tu kwanza, siri ya mafanikio ya safari yetu na kuweza kupata ushindi, kwanza kabisa ni kujitolea kwa wachezaji, lakini pili ni jambo kubwa niweze kusema ni kwamba ni vijana wetu kuweza kufuata maelekezo ya kocha wetu, lakini pia ni kuweza kujitolea. Kimataifa, kipa wa kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria The Super Eagles Stanley Nwabali amekiri kuumizwa na matokeo ya mechi ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026 ambayo ilishuhudia wakichapwa kwa penati 4-3 dhidi ya DR Congo usiku wa kuamkia leo. Miamba hiyo ya Afrika ilimaliza dakika 120 kwa sare ya bao 1-1 baada ya mechi iliyokuwa imejaa matumizi makubwa ya nguvu kwa wachezaji wa pande zote mbili ambao walionyesha kuhitaji matokeo ya ushindi. Nwabali ametumia mtandao wa Instagram kuonyesha hisia za maumivu kwa kuandika ujumbe mzito kufuatia kichapo hicho ambacho alikipata kutoka kwa DR Congo. Na kocha wa timu ya taifa ya Uingereza Thomas Tuchel amesema atapitia kitendo cha kuonyesha hisia za kukasirika cha Jude Bellingham kwa kutolewa nje wakati wa mechi ya kufuzu kombe la dunia kati ya Uingereza dhidi ya Albania. Bellingham alianza mchezo wake wa kwanza wa Uingereza tangu mwezi Juni katika ushindi wa 2-0 mjini Tirana, lakini alionekana kukerwa alipofanyiwa mabadiliko na nafasi yake kuchukuliwa na Morgan Rogers dakika ya 84. Kiungo huyo wakati wa Real Madrid ambaye tayari alikuwa ameshapewa kadi ya njano aliashiria kwa mikono yake kwamba hataki kubadilishwa. Tuchel amesema kabla ya mchezo wa Jumapili atazungumza na wachezaji wake kuhusu kuepuka kadi nyekundu zisizotarajika baada ya kutolewa kwa Cristiano Ronaldo siku ya Alhamisi, na hii kumaanisha kuwa atakosa mechi 2 za ufunguzi ambapo Ureno wakicheza kombe la dunia. Kupata kadi nyingine kwa Bellingham kumemfanya afungiwe mechi ya ufunguzi ya Uingereza kwenye kombe la dunia huku Amerika ya Kaskazini majira ya joto yajayo. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Zinazire Mswima aweze kukamilisha ulimwengu wa habari, na mimi nikutakie usiku mwema. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC
Tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Asante Rais Saidi kwa kutujuza yaliyojili katika viwanja. Mtazamaji, sasa tuungane na TMA kwa utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu wa leo. Langu jina ni Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia katika mkoa wa Kagera, Geita pamoja na Mwanza kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku sehemu nyingine za nchi zilizosalia zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Huku mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo mengi ya nchi. Na viashiria vya mvua vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya kusini kuelekea sehemu za katikati, huku ukanda wa Ziwa Victoria na sehemu za magharibi mwa nchi kukionekana viashiria vya mvua kwa kiasi kidogo. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma na Katavi kwa tuliko na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kwa tuliko na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zilizosalia zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji ya Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro unatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Arusha kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo, mtazamaji, tupate muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atangaza baraza jipya la mawaziri likiwa na wizara 27. Nako kimataifa, takriban watu 32 wafariki katika ajali ya daraja la mgodi wa Kongo. Na katika michezo, Simba yatangaza vingilio mechi ya Jumapili ligi ya mabingwa. Mtazamaji, na huo ndo mwisho wa ulimwengu wa habari katika usiku huu wa leo. Tuonane kesho muda na wakati kama huu. Usiku mwema.